kujikalia kitako tu kwa tamaa ya kwamba wazee wake mtu masharifu. Hana wasiwasi. Hapa alipo sasa hivi yeye anakula unga wa kokeni, na hana haja ya swala, hana haja ya funga. Yeye ni nani? Yeye ni sharifu, mtoto wa masharifu. Masharifu wazee wake hawatokubali kuona damu ya kisharifu ikiteketea motoni. Kwa hivyo watasimama tu kumtetea. Na mwingine naye anajitapa kwamba yeye ni muridi wa Abdul Qadir Jailani, na katika sifa alizopewa atakuwa akitia mkono tu motoni mle. Sijui mkono gani huo utakaokuwa hugusi moto. Kwa Mwenyezi Mungu si makubwa hayo, hatukatai. Nabii Ibrahim moto uliambiwa kuni bardan wa salaman ala Ibrahima, lakini dalili ni Qur'ani. Huyo atakayetia motoni katika jahannam, hakuna dalili kwenye Qur'ani. Akishautia, wale muridi wake wote watang'ang'ania, kila mmoja atachupia atakayepata kidole kidogo cha shahada, mwingine hapa mwingine hapa, wengi wao kama manyoya kwenye mkono. Abdul Qadir anavuta akiopoa tu, akitia peponi kisha akitia tena mkono motoni vile vile. Anakwenda akiopoa, anawatia wengi huku, anatia tena vile vile muridi wake. Kwa hivyo yeye haogopi. Na wanasema katika nashida zao, muridi la takhaf, muridi wangu usiogope, fanya utakalo madamu mimi nipo. Shetani kawadanganya sana watu hawa. Nafasi hiyo ni ngumu sana hiyo. Mwenyezi Mungu anajifunga kwenye Qur'ani, kwenye kila pahala kwenye Qur'ani. Ikija habari ya shufaa, ikija habari ya uombezi, Mwenyezi Mungu anaileta kwa sigha ya kuikanusha. Usije ukaelewa kwamba hakuna uombezi hivyo. Uombezi upo. Ataombea mtume, wataombea malaika, wataombea watu wema, vitaombea mpaka viumbe vingine vilivyokuwa si binadamu. Kuna ardhi itaombea, mja huyo alikuwa na swali, mimi shahidi, uso wake ukigaragara pahala hapa miaka na miaka. Viko vitu vikitoa ushahidi, mimea na vitu chungu nzima. Lakini mpaka ipatikane idhini, ruhusa. Tizama kwenye Qur'ani namna inavyokuja sigha ya maombezi. Man alladhi yashfa'u, tazama neno hayo. Nani huyo atakayethubutu kuombea indahu, mbele ya Mwenyezi Mungu, illa, isipokuwa biidhnihi, kwa kupatikana ruhusa yake. Maneno kama haya hamtishi mtu haya. Akategemea kwamba yuko Abdul Qadir pahala, akategemea Saidina Ali atakaa kwenye sirati, kisha anamwambia kila mmoja apitaye, fungua nguo yako nikuone. Anamcheki kifua chake, kama kifua kimeoza zanjir za kupiga matam katika sabili Hussein, basi akimwona kaoza kifua, basi mfuasi wake pita ndani. Hakadha ni mchezo kiasi kama hichi. Ndipo walipojiachia watu wasifanye ibada, na ibada zenyewe kama zinafanywa swala ni kuchanganywa maisha. Si msafiri mtu kazaliwa hapo hapo, maisha anachanganya. Adhana huzisikii 5, wazisikia kama 2-3 tu, basi hivi basi. Natamani nini? Atakuweko Sayyidina Ali katika sirati pale, na vifua vyetu ndo alama. Vifua vyetu ndo alama. Katika Muharram tutajilabu barabara, janna iko hapa kifuani, na sio kwenye amal, iko kifuani pake kwa alama ya kujisulubu. Wakati ambapo mtume anakataa maombolezo au kujipiga mtu kwa ajili ya msiba, analikataa kabisa hilo, na anamlaani kila mfanyaji hayo. Halafu mtu kategemea kwa sababu ya kuomboleza kule, kwa sababu ya kujipiga kule, yeye ataingia peponi. Sasa nadhani kila mmoja akishajua kwamba ala, kumbe hii imani ndio kitu kikubwa cha kuzungumzwa. Maana tukisema tuzungumzia na habari ya imani, huenda mtu akastaajabu, muislamu kama mimi ninakaa darasani, maudhui yenyewe ni imani. Nini imani? Kwani mesiamini bado? Bado hujaamini. Qalatil a'rabu, walijitapa mabedui kwa kumwambia mtume wa Mungu, amanna, sisi tumeamini. Muhammad akaambiwa qul, wajibu,
waambia mabedui lam tu'minu, hamjaamini kweli, lakini qulu aslamna, semeni tumesilimu tu kwanza. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado kabisa haijaingia imani ndani ya nyoyo zenu, haijaingia bado. Itafuteni kwa udi na uvumba. Imani inaongezeka kwa sababu ya taa na inakufa kwa maasi. Hakikisha kila unapomkosea Mwenyezi Mungu imani yako ina drop chini. Hakikisha kila ulipojitenga na mambo mema imani yako inakwenda zake muflis. Vile vile uwe na ithbat, kila ukilikabili jambo la khairi basi imani inapanda juu, inaongezeka. Iongeze imani yako. Jaddidu imanakum, zifanyeni mpya imani zenu bila ilaha illa Allah, kwa tamko la la ilaha illa Allah lisikutokeni mara kwa mara. Hususan utapolikamilishia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kama utaweza kila siku mara 100 tu, na kazi yenyewe haitochukua hata saa moja kabisa. Kama utaweza kila siku usighafilike mara 100 asubuhi na mara 100 jioni. Siku moja tukikutana, niambie umeona siri gani katika maisha yako. Nakupa kazi hiyo ifanye, halafu nangojea na mimi siku moja nikute pahala unaambie nimeona mambo makubwa. Hizo ni katika adhkari sabahan wa masaan, ndani yake imo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume kasema jaddidu imanakum bila ilaha illa Allah, ifanyeni mbichi, ifanyeni mpya imani yenu kwa tamko la la ilaha illa Allah. Ongeza mpaka mwisho, mpaka huwa ala kulli shay'in qadir. Halafu uje uone imekufikisha stage gani tamko hilo. Tamko hilo ndo tamko la manabii wote. Dhikiri yao kubwa ilikuwa ni hiyo. Baada ya Qur'ani basi ilikuwa dhikiri yao ni hiyo. Anaulizwa bwana mtume katika viwanja vya Arafa, watu wote wanaomba dua chungu nzima, wewe tunakusikia dhikri yako moja tu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume akajibu, hakuna mtume yoyote miongoni mwa mitume wajumbe na manabii ila hii ndiyo dhikri yao kubwa. Na Mwenyezi Mungu ameshaweka katika maneno yake matakatifu kwenye hadithi al-Qudusi, anasema man shaghalahu dhikri an mas'alati, yoyote itakayomshughulisha kunitaja mimi akaacha kuniomba mimi haja zake. Kuomba aombe, lakini kama ataona bora nimdhakiri Mwenyezi Mungu, tena la kunipa anajua yeye, namna kunusuru anajua yeye, basi Mwenyezi Mungu anasema a'taituhu khairan, nitampa yeye kitu bora zaidi, mimma u'ti sa'ilina, kuliko nitakavyowapa wale waombaji. Usikae hivi ukategemea wewe mtoto wa masharifu kuwa na jambo unalifanya na amali. Usitegemee hata kama Mtume Muhammad angelikuwa babako, lakini kwa bakhti ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Mwenyezi Mungu alijua kama kuna watu watajitapa kwa mtume mzee wao, watajibandika kule kwa khiari, waseme wao descendant moja kwa moja mpaka kwa mtume wao, na wafike wakati mpaka wanasema meza watu, mimi nikiasi na pesa namshika makoti babu yangu tu, yani mtume babu yake yeye, kwa hivyo amshika makoti, tena mtume anampa tu basi, anatumia duniani hapa. Sijui mashine kaipata wapi mtume ya Tanzania mani na dola za Marekani, yani utia mkono mfukoni kisha kampa mjukuu wake atumie tu hapa hakadha. Basi hata kama ingelikuwa Nabii Muhammad ndiye baba yake mtu, msikilize Nabii Muhammad kuhusu imani sahihi anapompa mwanawe Fatima. Na huyo Fatima ni nani kwa Muhammad? Anasema raihanati, manukato yangu mema.
Anasema Fatima tu qit'atun minni, ni kipande katika ini langu. Akimuuzi Fatima kaniudhi mimi mtu, akimpenda Fatima kanipenda mimi mtu. Basi pamoja na hayo yote anamwambia ya Fatima, Fatima mwanangu, i'mali, fanya vitendo vyako Fatima vya kuweza kukuvusha usiingie motoni na uingie peponi. I'mali, fanya, kwa sababu inni la amliku laka min Allahi shay'a, mimi baba yako sitomiliki chochote kwa Mwenyezi Mungu, chochote. Pamoja na shufaa udhma mtume si anayo kapewa, basi nimkatalia mwanawe Fatima, si miliki kitu mimi. Ikiwa mja kuadhibiwa, nitakuona hivi mwanangu unaadhibiwa, na mimi baba yako Muhammadi khairu khalqillahi kama ninavyoambiwa, na ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, nitakutizama hivi hivi, si thubutu kusema lolote kwamba mwanangu huyo, hapana. Wasikilize mpaka manabii wengine wanavyokataliwa maombi yao kuhusu watoto wao waliowazaa wenyewe, kama Nabii Nuh alayhi salam. Pale aliposema na mwanawe akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, mbona umekaa umejitenga wewe? Naona leo maji ya juu na chini haya, juu kuna miminika na chini kumetoboka ardhi, kila pahala panavuja. Mwanangu, mbona umekaa hapo wewe? Irkam maana, njoo upande pamoja nasi katika chombo hichi, kwa sababu leo hakuna atakayeokoka ila atakayekuwemo humu. Kala, mtoto akajibu ufidhuli ule. Siku zote hakumjua mwanawe Nabii Nuhu kwamba yuko hivyo, anaona mwanawe tu. Alimwambia, saawi ila jabalin, mimi nitakwea, nitaparamia jabali tu, kama yatanzidi mno maji hayatofika katika milima haya. We yatizame na yatizama tu, kama yatanzidi, maana mimi ni best swimmer, najua kila aina mwogoleo, frog, stroke, kichalichali, yakinzidi nitapanda mlima mimi, na mlima huo yasimuni min alma, utanihifadhi mimi na maji. Bwana we, la asima alyawma min amri llahi, hakuna kulindwa mtu na kuokolewa mtu leo katika amri ya Mwenyezi Mungu illa man rahima, isipokuwa aliyerehemewa kuingia humo. Njoo mwanangu. Ala, Mwenyezi Mungu kwani alitoa tena chance ya kuzungumza mtu na mwanawe. Wahala bainahuma almawju, likaingilia kati ya watu wawili wale wimbi kubwa sana, likamchukua mtoto kwa nguvu zote, wimbi likamtosa. Fakana, akawa mwanawe Nuhu minal mughraqina, katika waliozama, walioteketezwa. Sasa Nabii Nuhu damu inamchemka, mwanangu kateketea. Anazungumza na Mola wake, anamwambia, Rabbi inna ibni min ahli, mwanangu ni katika watu wangu, wa inna wa'adaka alhaqu, na wewe ahadi yako ni ya kweli, kwamba mitume wakikuomba utawajibu, na mimi ni katika ulul azmi min rusuli, katika dua zangu kubwa na kuomba kuhusu habari ya mwanangu. Wa anta arhamur rahimina, na wewe ni mbora kurehemu kabisa, na kuomba kuhusu mwanangu. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Nuhu, ewe Nuhu we, innahu laysa min ahlika, yule mtoto alikuwa si katika watu wako. Wewe unadhani mtu wako uliomzaa na aliyekuhusu kwa damu? Hapana, mtu wa mitume ni yule ambaye amemfuata mtume yule katika lokuja nayo, ndo mtu wake mtume. Na wale waliomhusu kwa nasabu ambao hakumfuata si watu wake mtume kabisa, wanaitwa makafiri au mushrikina au wanafiki kabisa. Ukisikia mtume watu wake, basi ni wale waliomfuata, ingawa iko nafasi ya ahli baiti wa mtume, hasa Bani Hashim, ambao wao hawachukui mambo ya zaka, basi wao kuna nafasi yao pekee. Lakini kila aliyemfuata mtume anaingia katika watu wake mtume. Ya Nuhu, innahu laysa min ahlika, ye hakuwa katika watu wako. Innahu amalun au amila, hakika yeye alikuwa ni kitendo au ametenda, ghairu salih, kisichokuwa wema. Sasa Nuhu, unaniomba mimi kwa mtu aliokuwa si mwema nikusaidie, yaani nimsamehe madhambi, yaani nikamtie peponi katika pepo zangu tukufu, yaani nisimwadhibu? Hilo haliwi, hata kama ni mtume wangu Nuhu, abadan.
innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tasalni, usiniombe mie. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyokuja na mambo ya shufaa. Imekuja kwa njia za kuikanusha, kila ukenda kwenye Qur'ani unaikuta hivyo, isipokuwa pahala pamoja tu utakuta malaika katika dua zao, wayastaghfiruna liman fil ardi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka ila akhir al-aya. Kwa hakika utakuta pahala kama hapo, napo ni nadra kwenye Qur'ani kupakuta. Malaika wanaomba kuwaombea watu ardhini na wataombea tena mpaka siku ya kiyama vile vile. Lakini Qur'ani nzima utapoitembezea, sheti ikutie hofu katika nafasi za maombezi, imekuja na maneno ya kukanusha. Kama nini? Wala yashfa'una, wala malaika wataombea illa liman irtada, isipokuwa yule tu ambaye karidhiwa na Mwenyezi Mungu. La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba, hawatosema chochote viumbe siku hiyo isipokuwa yule tu aliyepewa ruksa na Mwenyezi Mungu, na hata akiombea atasema lilokuwa la kweli. Atamuombea anostahiki kuombewa, asiyekuwa na amal hakuna kumuombea abadan. Ataombewa ambaye amali zipo lakini kafika pahala hazikumtosha, yuko 50-50, atakuombewa, ataombewa, lakini mwingine hana kitu, hawezi kuombewa. innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun. Usiniombe mimi jambo ambalo huna ilmu nalo. Tena sitoshe, inni a'idhuka, hakika mimi nakuonya, hii iwe mara yako ya mwisho na ya mwanzo. Usirejee tena kunikabili mimi kumtakia shufaa, hata awe mwanao, mtu ambaye adui yangu mimi, kisha kufa adui yangu unazungumza na mimi habari ya kumwombea yeye. Na ndiyo maana katika sheria ya Muhammad hakuna ruksa ya kusimama kumsolia mtu ambaye ni kafiri, amebainika wazi wazi ukafiri wake. Na istighfari, kama mtu anamjua mtu wake kafa vibaya, basi imekatazwa nahyan shadidan kumtakia istighfari mtu yoyote ambaye kafa mushrik. Na hata kama utaombea msamaha, Mtume anaambiwa istaghfir lahum. Haya, endelea waombe msamaha, au la tastaghfir lahum, au usiombe msamaha na waombe. In tastaghfir lahum, hata ukiombea wao in tastaghfir lahum 70 marra, hata kama utawaombea mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Tena nataka nini kama hapo? Tizama Qur'ani ilivyokuja, Mwenyezi Mungu akimchukia kiumbe inakuwa hivyo. Kajikalia kitako mtu hapa hana amali, halafu wategemea kwamba kuna maombi, utasema watu watamwombea watu. Hivi wanakwenda watu kwa masharifu wao, hata wamelala makaburini, wanaomba pale makaburini. Wazee simameni huko, mambo yameharibika huko. Wapi? Basi wamani yaitaqada, hii grupu ya pili sasa, na mwenye kuitakidi biqalbihi, kwa moyo wake, wanataka, na akatamka bilisanihi, kwa ulimi wake, lakini kwa bahati mbaya mtu huyo lam yusaddiq i'tiqadahu, hakuisadikisha itikadi yake, wa kaulahu, na maneno yake, bil amali, kwa kitendo. Yeye kazaliwa tu Muislamu, jina lake zuri sana, anavaa kanzu na kofia, alidhani Uislamu ni ule. Fa in kana qawluhu, iwapo litakuwa neno lake, wa amaluhu yukhalifu, na kauli yake na kitendo chake kinakwenda kinyume, wa yunaqidhu shahadataini, itapokuwa kauli yake kitendo chake kinatengua shahada mbili. Maana kuna vitendo ukifanya unatoka kabisa katika Uislamu, nitavitaja hapa baadhi yake. Hata kama utajigamba vipi kwamba wewe uko Muislamu, bado abadan unatoka kabisa katika Uislamu. Kama nani? Kalladhi,
kama yule ambaye yastaghithu bilmauta, anaomba nusra kwa maiti. Uislamu unavuliwa katika moyo wake kama inavyotolewa kanzu katika mwili wake. Na shahada mbili zimetenguka, hazipo, hazina maana, mwacha imbe nyimbo aendelee. Lakini kwa hakika madhal kataka nusra kwa maiti anawaomba, basi Uislamu haupo tena. Wa yadhbahu lilquburi, na anachinja kuyachinjia makaburi. Wa yad'u almauta, na anawaomba maiti haja zake mbalimbali. Bismil awliyai, kwa majina ya kwamba wao ni mawalii, wao si watu wa kawaida, wao tofauti hawa. Wasalihina, na wale wajawema. Fahadha mushrikun, huyu moja kwa moja ni mushrik. Kafirun, tena wazi wazi ni kafiri. Billahi, kamkataa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. La yanfa'uhu, haimnufaishi yeye nutukuhu, kutamka kwake, bishahadataini, shahada mbili. Wala intisabuhu, wala kule kujinasibisha kwake lilislami, na dini ya Kiislamu, hamsaidii kitu. Wala tasihu, wala haisihi, minhu, kwake yeye, ibadatun, ibada yoyote. Na fungi atakavyo, na hiji atakavyo, na asali atakavyo, madhali akitoka msikitini anakwenda makaburini kuomba makaburi, na asali atakavyo, na ajisugulie kwenye ardhi, watu wote waseme fulani msalihina, angalia kipaji, sijida ilivyokoza ile, na afanye atakavyo. Madhali matendo yamekwenda kuwaomba mpaka maiti, basi hakuna kitu kwa hakika. Wala tasihu minhu, na wala hakisihi kwake yeye, ibadatun, ibada yoyote, hata mpaka yatuba ila Allahi, arejee kwa Mwenyezi Mungu. Wa yukhallisa dinahu, na aitakase dini yake, lillahi, awe anaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Hakuna mwingine ambaye anamwabudia, anamuomba, anamsikitikia, hakuna mwingine. Dalili ya hayo kwenye Qur'ani, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, fa'budillaha, imani yako iwe hapo sasa. Unapotenda ibada, basi muabudie Mwenyezi Mungu, mukhlisan lahu din, uwe mwenye kumtakasia ibada, usimtilie uchafu wowote ule. Hata karatasi kuninginia nyumbani, mushkili mkubwa. Hata hiyo imeandikwa nini, madhal imani yako iko pale, basi ina maana Mwenyezi Mungu umemwacha. Imani yako, ulinzi wako uko kwenye karatasi. Na huo mvuja ule unao wewe au mwanao, huo ndo unakupa defense. Imani yako iko hapo, ushaingia pahala pabaya, ushaingia pahala pabaya. Unapomwabudu Mola wako, muabudie hali ya kuwa mukhlisan lahu din, mwenye kumtakasia yeye ibada. Ala, tambueni, lillahi dinul khalis, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndo iwe dini imetakasika kwake yeye, inafanywa ibada kwa ajili yake yeye. Walladhina ittakhadhu, na wale waliofanya, min dunihi, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu yeye, auliyaa, wakawafanya ni walinzi, ni vipenzi, wakawaabudia. Ma naabuduhum, hoja yao itizameni walivyojibu watu wa nyuma, na huenda na nyinyi vile vile ikawa hoja yenu ndo hiyo hiyo. Walisema hii si ibada, sisi hamasharifu hatuwaabudu, illa liyuqarribuna, isipokuwa tumekuja hapa makaburini mwao watu kurubishe sisi ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, zulfa, kwa mkurubisho mwema. Wenyewe hatujiamini bwana, mesifiki kwa Mwenyezi Mungu. Anafika wakati Muislamu kavunjika moyo, ati hajiamini, anasema dua yangu mie haifiki hata hapa, wasila mbali kupaa mbinguni. Bwana, huachi wewe, si umerejea hija sasa hivi karibuni, najijua mwenyewe mimi haifiki popote. Ati hilo lilimfanya awategemee watu waliokushalala makaburini, kwa sababu yeye dua yake haifiki popote. Sivyo ilivyo, sivyo ilivyo. Jiamini Muislamu popote ulipo, hata ukiwa nani wewe, kuwa nayo mambo yatakayofanya dua yako iende mbinguni haraka. Yako mambo umewekewa. Walillahi lasmaul husna, kwa mfano Mwenyezi Mungu ana majina mazuri.
faduuhu biha, mkiomba muombeni kwa majina hayo. Hiyo ni njia moja ya kutawassal hiyo. Kama wataka jambo likusaidie, muombe Mwenyezi Mungu ya Rahman ya Rahim ya Razzaq, muombe hivyo. Au ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake Mwenyezi Mungu yanapanda maneno mema yanayosomwa yanayoombwa na waja wake, yanapanda yanafika, lakini yasiwe maneno matupu. Wala amalu salih, na kitendo chema, yarfa'u, ndo kitakachonyanyua dua yako. Funga kwanza, swali kwanza, toa sadaka kwanza, fanya jambo jema kuwafanyia watu. Hebu wajengee kisima watu pahala wapate uraufu wa maji, hebu wajengee madrasa watu, wafanyie chuo, wafanyie jambo la kheri, halafu omba dua yako. Wala amalu salihu yarfa'u. Au njia ya tatu, waambie waumini wenzio, niombeeni dua, nimekwama, nina shida mbalimbali. Jambo hili hata mtume wa Mungu akiwaambia walio chini yake. Saidna Umar anamuaga mtume, anakwenda kuhiji, mtume anamwambia, ya Umar, la tansana min ad-du'a, usitusahau katika dua. La tansana min ad-du'a. Mtume anamwambia Saidna Umar, anasema Saidna Umar, katika siku nilojiona nimepata jambo kubwa ni siku mtume aliponambia nisimsahau katika dua zangu. Nilijiona mtu mkubwa sana siku ile. Nimwombe mtume mie, mtume nisimsahau katika dua zangu. Kaweka ndani ya moyo wake ile. Basi kufika Baitullahil Haram, kufika kwenye Arafatin, anamwombea kweli mtume Mwenyezi Mungu, anamwombea hasa, maana kaambiwa usinisahau katika dua zako. Hizi ni njia tatu, ziamini kwamba utakwenda mbinguni, dua yako zinafika mbinguni. Kuwa na mambo matatu haya au moja katika matatu haya, lakini hakuna la nne. Kutawassal kwa maiti hakuna kabisa. Sayyidina Umar wakati mtume yuko duniani anataka kuswali swala ya mvua, basi anawachukua Waislamu, wanakwenda nje ya mji kwenye viunga, wanaswali swala ya mvua ili mvua ije. Lakini anawaambia masahaba, kunna natawassalu, tulikuwa sisi tukitawasali kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kukaa mbele yetu akawa yeye ndo mwenye kusali imamu, na dua anaomba yeye, sisi tuitikia amina. Leo kishafika kaburini, unaona mambo hayo. Hakwenda tena Omar kaburini kule kwa sababu hafai tena kuombwa, alikuwa akituombea, yuko hai. Leo hii hayupo. Sasa tutatawassal kwa ammi wa mtume, kaa mbele Abbas au kaa mbele Ibn Abbas, omba wewe dua, swali wewe, na mimi Amirul Mu'minina nitaitikia amin, maana wewe nakutukuza, ni katika mtu bora kwangu kuliko mimi. Hivi ndivyo namna alivyokuwa akitawassal, sio kwa kuwaomba maiti na mengineyo. Basi Mwenyezi Mungu anasema hawa wote ukiwaambia kwa nini mwashirikisha, jawabu yao itakuwa ma na'buduhum, sisi hatuwaabudi hawa illa, isipokuwa liyuqarribuna, wapate kusogeza sisi ila Allahi zulfa, kwa Mwenyezi Mungu kwa msogezo mwema. Inna Allaha, jawabu iliyopo ni kwamba hakika Mwenyezi Mungu yahkumu bainahum, atapitisha hukumu baina ya ushirikina hawa, lazima atawaadhibu fi ma hum fihi yakhtalifuna, katika yale mambo ambayo wao wanatofautiana. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yahdi, hamuwafiki uongofu, man, kila ambaye huwa kafirun, huwa kadhibun, ni muongo, kafaru, ambaye ni kafiri, hamuwafikia kaikubali ibada yake abadan. Madhali kena kuwaomba washakufa, basi Mwenyezi Mungu hamuwafiki kuikubali ibada au dua ya mtu ambaye ni muongo. Maana pale anasema uongo kwenye kuswali, kasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, halafu kumbe anakwenda kwa maiti kuwaomba, basi amekuwa kadhibun, ni muongo, tena kafarun, aliyekipita kila kitu kwa ukafiri. Sigha imekuja kafarun, amewapita wengi kwenye ukafiri. Huo ni ukafiri mkubwa zaidi, kumuomba aliyekushakufa. Wakadha, sasa tunaingia sehemu ya tatu. Tupo barabara katika sehemu mbili hizi ambazo imani imeanguka. Wa kwanza hakuitakidi kwenye moyo, bali katamka kwa ulimi na anafanya mambo mema, hana kitu. Wa pili kaitakidi kwa moyo,
na katamka kwa ulimi lakini amali hana kitu kwenye imani. Watatu sasa, na pengine mtu atakuwa amehusika pahala fulani au pahala fulani. Watatu, wakadha man yakulu, vile vile mwenye kusema innahu muslimun, kwamba yeye ni muislamu, wa yashhadu, na akawa atamka shahada an la ilaha illa Allah, ya kwamba hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Allah. Walakinahu, lakini yeye la yuaddi, utamwona hatekelezi arkana alislami, nguzo za Uislamu. Shahada nayo, fala yusalli. Kwa mfano, tuna watu katika ardhi hii hawajapata kuswali tokea wazaliwe, kutoka katika matumbo ya mama zao, na wanajitakidi Waislamu kabisa, hawajapata kusali wala hivi sasa hivi hawasali, na watoto wao kesi zao zafika kwetu, wengine wanawake, wengine wanaume. Mali nisaidie, nifanyeni kwa mzee wangu, nimekwisha naye kusali hataki, namwona hivi hivi anaangamia. Hakadha haswali na wala hakuna tamaa kama ataswali kwa hizo jawabu ambazo anazijibu. Wala yuzaki, hapo alipo uwezo wanao zaka hatoi, ama pesa zake ikitokea fahari ya kidunia, television itamuonyesha, magazeti yataandika kwamba kapeleka mablanketi hospitali, ya kwamba katika baraza mbalimbali za mazungumzo ametoa TV 100 kawapa mara moja tu, au ametoa mipira ya futboli kuigaia timu chungu nzima, na seti za jazi kazitoa kwa timu chungu nzima. Ama hayo atayafanya, lakini wala yuzaki, zaka haitoi, wala yasumu, na kufunga usimwambie. Ndo kama tulivyozungumza jana kule Raha Leo, watu wanaondoka Makkah al-Mukarrama siku kama hizi za Ramadhani, wanakwenda kustarehe katika miji mingine, Bangkok, Bombay, Japani na kwengineko. Hawawezi kumtumikia Mola wao aliyowaumba kwa ibada ya saumu hata kwa ayyama ma'dudati. Halafu mtu huyo au watu hao watajinasibu kwamba wao ni Waislamu, na wanategemea kwamba masharifu wapo, baba zao wapo, muridi yupo, atakwenda kuwatoa motoni na wataingia peponi. Basi hivi wala yuaddi faridhat alhaji, na wala hatekelezi Muislamu huyo lazima za hija, na uwezo upo, uwezo anao, hajapatapo kwenda wala kudhukuru kwamba kuna kitu kiitwacho ibada ya hija. Fahadha, basi na huyu grupu ya tatu naye laisa bimuslimin, si katika Muislamu. Ikiwa linachoma hili au linaunguza maini au linaudhi kiasi kikubwa, au mtu anajiona katukanwa kwa kwamba si Muislamu, basi potelea mbali. Nakwambia tena, huyu si Muislamu. Asiyesali, asiyefunga, asiyetoa zaka, asiyehiji, ni kwamba katoka katika Uislamu. Hata kama atakuwa nani wako, amini hivyo, katoka ndani ya Uislamu, hayumo. Fahadha, manake Uislamu bunia alislamu ala 5. Sasa bim zote, nguzo zote ambazo zimetumiwa kujengewa Uislamu, kwake hata moja haikusimama, hata moja, isipokuwa katamka shahada 2 tu. Hakuna imani, hakuna Uislamu. Fahadha laisa bimuslimin, huyu si katika Muislamu. Wala yanfa'uhu, wala haimnufaishi yeye annutku, tamko lake alipotamka bishahadataini, kwa shahada 2, la yanfa'u. Wala intisabuhu, wala kujinasibisha kwake ila alislami, kwenye Uislamu hakutomnufaisha. Liannahu, kwa sababu yeye lam yuaddi, hakutekeleza haqqa shahadataini, haki ya shahada 2. Ina haki yake shahada 2. Kabla hujaitamka jiulize, nitayaweza mambo haya mimi leo ndani humu? Na isiwe unamchukua tu mtu hodari kumchukua, twende nikakusilimishe, mbainishie kabisa, lakini shahada 2 zina haki yake, utaweza, halafu msomee Uislamu ulivyo. Liannahu,
kwa sababu mtu huyo anakataliwa uislamu wake, lam yuaddi, hakutekeleza haqqa shahadataini, haki ya shahada mbili, walam yakum, na wala hakusimama au kusimamisha bifaraidhi lislami, kwa fardhi za uislamu. Waqad hakama Allahu, na Mwenyezi Mungu amemhukumia, pamoja wa rasuluhu, na mtume wake amemhukumia, bikufri, ukafiri. Aliyehukumu ukafiri ni Allah wa rasuluhu. Haidhuru mdaiye mtu uislamu, haidhuru kataa useme bado mie muislamu. Aliyemhukumia ukafiri ni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Nani huyo? Tarika salati, mwenye kuacha swala. Mwenyezi Mungu kamhukumia ukafiri na mtume pia. La pili, wazaka, na ibada ya zaka, moja kwa moja uislamu haupo tena. Swala na zaka, vitu viwili hivi lazima viambatane. Qala ta'ala, hukumu ya Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ni pale aliposema fa in tabu. Anazungumza Mwenyezi Mungu katika haki ya makafiri, fil kufari, washapatikana makafiri, wametekwa vitani, waislamu wameshinda, makafiri wanao pale. Mwenyezi Mungu anasema fa in tabu, kama watatubia, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa atau zakata, na wakatekeleza ibada zaka, basi kwa mawili haya pamoja na shahada yao kama wamesilimu, nasemaje? Fakhallu sabilahum, waachieni huru njia yao, msiwaue. Kwa vitu viwili, zaka na sala, msiwaue. Fakhallu sabilahum, waachieni huru njia zao, ende zao. Wakala, akasema tena Mwenyezi Mungu, fa in tabu, wakitubia makafiri, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, hapa tayari fa ikhwanukum fi dini, wameshakuwa ndugu zenu katika dini. Muhisabu mwenye shahada mbili akawa anasali na akawa atoa zaka, moja kwa moja ndugu zenu katika dini. Maneno haya fadalla dhalika, yakajulisha hayo, ala anna, juu ya kwamba, man lam yuqimis sala, yule ambaye hakusimamisha sala, wa yuaddi zaka, na kutoa zaka, la yukhalla sabiluhu, haituachwa njia yake huru, atauawa. Manake ataachiliwa huru kwa mambo mawili, swala na zaka. Kama hana vitu hivi, ina maana njia yake hatoachiliwa, akikamatwa vitani atauawa. Bal yuqtal, bali atauawa. Angelikuweko mtume Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, sijui roho za watu vipi zingetokomea. Kwa wasiosali na kutoa zaka, ni kwamba hawana nafasi ya kuishi katika ardhi. Kwa mujibu wa sheria ya Uislamu, watatakiwa mara ya kwanza, mara ya pili kutubia. Wamekataa, ni kwamba wanapambana na upanga, kwa dalili hii ifuatayo: walaisa min ikhwanina, na hawakuwa tena katika ndugu zetu almu'minina, ambao ni waamini, bal huwa kafir, huwa min alkafirina, yeye anakuwa ni miongoni mwa makafiri. Waqala an-nabiy, na akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ahdu alladhi, ahadi ambayo bainana, iko kati yetu, wa bainahum, na makafiri, ahadi iliyopo ni moja tu, kwamba hatuuani. As-sala, ni kusali. Faman tarakaha, mwenye kuacha hiyo sala, faqad kafara, amekuwa kafiri. Mtume anahukumu hivyo na Qur'ani imehukumu hivyo hivyo, kwamba asiye swali kafiri. Waqala, na akasema tena alayhi salatu wassalamu, juu yake rehma na amani, bainal abdi, kati ya mja, wa bainal kufri, na kati ya ukafiri, tarku sala, ni kuiwacha salatu. Nenda nyumbani kashindane naye mzee wako kwa hoja za kila aina. Ukishindwa, watumie watu wazima wenziwe. Ukimuona si mtu wa Qur'ani, ukimuona si mtu wa kauli ya mtume, tafuta mifano anoiweza yeye, anoitambua yeye, mpage nayo. Maana pengine Qur'ani yeye hayumo, kwenye hadithi hajui kitu, lakini mtafutie njia nyingine, kwa sababu Uislamu hanao.
anakwenda akhira katika hali mbaya. Wassalatu, na hiyo swala, hiya amudul islam, ndiyo nguzo kuu ya Uislamu baada shahada, alladhi yakumu alaihi, ambayo nguzo hiyo Uislamu umesimamia juu yake baada ya sala. Famata faqada al-umudu, wakati wowote ikikosekana nguzo hii ya sala, lam yakum lilabdi, haitosimama kwa binadamu yoyote islamun sahihin, uislamu uliokuwa sahihi. Madhali nguzo ya sala imeanguka, tena kuanguka kwenyewe usidhanie kwa wale ambao hawasali kabisa, mpaka mwenye kusali akaacha, mpaka mwenye kupitwa na kipindi kimoja kimoja ikawa hakukipata kwa wakati wake na hana dharura, ni kwamba Uislamu si sahihi kwake. Ajitahidi au ulinde, utamponyoka Uislamu. Uko Uislamu lakini si sahihi, hauko sawa sawa. Wazakatu, na ibada ya zaka, qarinatu salati, ndiyo rafiki aliyefunganishwa na ibada ya sala. Fi kitabillahi, ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, kila aya unaokwenda utakuta walmuqimina sala walmu'tuna zakata, alladhina yuqimuna sala wa yutuna zakata. Kila unapokwenda imekuwa sala na zaka ni qarina, rafiki wa pamoja. Fi kitabillahi azza wa jalla. وَقَدْ قَاتَلَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ, na wamepigana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, biqiyadati, tena si wao peke yao, wakiwa chini ya uongozi wa yule ambaye imani za watu wote zikipimwa na yake yeye, yake itakuwa nzito. Nani? Biqiyadati Abi Bakrin, wakiwa chini ya uongozi ya Abi Bakari ni Siddiqi. Wamepigana na nani? Wamepigana naye, wamepigana na manii zakati, wenye kuzuilia zaka peke yake. Shahada wanayo, Ramadhani wanafunga, kila kitu wanafanya, kusali wanasali, kule kuacha zakatu peke yake, kwa kuwa zaka na sala ndo baba mmoja mama mmoja. Walipigana nao, wakauana nao. Abu Bakar aliposemeshwa na masahaba anasema haiwezekani, kwa kuwa wao shahada mbili wanazo, kuliwacha jambo lolote ambalo wakilifanya wakati wa mtume. Sikubali, 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 watatoa zaka lazima au vita mimi na wao, maanake ni makafiri. Watabarahum, Abu Bakar akawazingatia watu hao murtadina, ni kwamba wamertadi. Wasamau, na wakatoa jina wakaviita hurubahum, vita vyao baina ya wao na waislamu wenzao, lakini wamertadi, wameacha zaka. Vita vikajulikana huruba ridda, ni vita vya kuwarejesha watu kwenye dini waliortadi. Huruba radda, yani vita vya kuwarejesha watu katika dini yao. Wahum, na ilhali wanaouawa hao, yakuluna, wanalisema neno la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hayo ndiyo mambo ya uhakika, na hapa ndiyo imani alhakiki ilivyo. Icheck imani yako ikoje, ni ya kweli ya uhakika au ni imani ya kudanganya. Itengeneze imani yako iwe sahihi kabla hajateremka rusulul manun, mjumbe wa mauti. Iwahi imani yako, isafishe, itengeneze. Palipofanya ufa ziba, tengeneza vizuri. Panapovuja vuja kwenye imani yako, ziba mapema. Na pale panaonekana pachafu, hapa tazamiki, pakoshe na mapema. Imani yako isafishe, itengeneze, ili uende kwa Mola wako akupokee,